Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mange Kimambi siku leo amezua gumzo kubwa sana mitandaoni baada tu ya kuanika habari kupitia katika application yake ya Mange Kimambi app, akiwa anaelezea jambo ambalo limemkuta mwanadada Wema Sepetu. Tunafahamu sasa hivi bwana Wema Sepetu ni mjamzito na ujauzito wake unaendelea vizuri, na sasa hivi mambo yako vizuri kabisa, mambo lele, na kila mtu anaamini kwamba Wema atajifungua salama. Ilifikia hatua wakafanya ultrasound na kuangalia jinsia ya mtoto, yeye pamoja na mwenza wake Whozu, wakafahamu kwamba ni mtoto wa kiume, wakawa wamefurahi. Whozu kafurahi kupata mtoto wa kiume kwa sababu tayari ana mtoto wa kike Lola, lakini pia Wema Sepetu na yeye pia amefurahi mtoto wake wa kwanza ni wa kiume, jambo ambalo limemsababisha zidi kuwa na furaha na kuendelea kumlea vizuri baadaye aweze kujifungua na huyo mtoto aweze kumuita mama, kwa sababu ndio kiu kubwa ya Wema Sepetu. Kiu kubwa ya Wema siku zote ni kuitwa mama. Pesa anazo, mali anazo, kitu kilichobakia ni kuitwa mama tu peke yake, jambo ambalo litakwenda kumpa furaha hivi karibuni. Siku leo bana, kuna kitu ambacho Mange amekizungumza kupitia application yake Mange Kimambi app. Ameeleza wazi nini ambacho kilitokea, kuwaje Wema Sepetu akawafanikiwa ujauzito wake kufikisha muda mrefu. Sasa hivi unaambiwa inaelekea miezi 7 mimba yake, jambo ambalo halijawahi kutokea kwa mimba zingine zilizopita. Zilikuwa zinaishia miezi 3-4 ujauzito umeshaharibika, hazifiki mbele au mbali kiasi hicho. Miezi 7 ni mtoto ambaye tayari ameshakamilika kila kitu, na ndio maana kuna watoto wanazaliwa premature. Sasa Mange Kimambi ameweza kuelezea kitu gani ambacho kilifanyika, lakini pia jambo gani ambalo Whozu na Wema waliweza kulifanya mpaka kufikia hatua Wema Sepetu akakaa sawa, kwa sababu lilikuwa ni tatizo ambalo linamsumbua kwa muda mrefu sana. Alishatembea mahospitali tofauti makubwa huko India, Canada, wapi, lakini hakufanikiwa kupata matibabu yoyote. Lakini wakaja kugundua njia ni moja tu. Mange Kimambi anakuambia njia ambayo wameitumia ni njia ya kupandikiza. Zimechukuliwa mbegu za Whozu pamoja na yai la Wema Sepetu, wakapandikiza. Madaktari wanajua wanavyofanya, alafu baadaye Wema Sepetu akaikiwa ujauzito. Hiyo ndio njia ambayo daktari wa Wema aliweza kumpatia Wema Sepetu, na hii siri watu wengi tulikuwa hatuifahamu kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Watu walijua tu mimba imeingia kawaida, lakini hiyo njia ya mimba kuingia kawaida Wema Sepetu imekuwa ni njia ambayo inamsumbua sana, na ndio maana daktari wake akaweza kumpa option nyingine kwamba anaweza akapandikiza, jambo ambalo mashabiki wengi sana walitamani kulifahamu. Na hii siri Mange Kimambi ameweza kuinika siku leo kwamba Wema pamoja na Whozu walipandikiza mimba, lakini ni kutoka katika vizazi vyao, au tunaweza kusema mtoto atazaliwa kabisa, wale ni wazazi wake, hakuna tofauti yoyote, ni mambo ya kidaktari tu yamefanyika hapo, alafu mtoto atakuja kuzaliwa na wazazi hao ambao ni wazazi wake. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.